Rais wa Marekani Donald Trump amesifu mazungumzo ya kirafiki yenye kujenga kati ya nchi yake ya Marekani na taifa la Uchina. Donald Trump anasema kumekuwa na marekebisho katika uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani na China kufuatia siku ya kwanza ya mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na Uchina huko nchini Uswisi. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, Rais wa Marekani alielezea mazungumzo hayo kuwa mazuri sana na kusema mabadiliko yamejadiliwa kwa njia ya kirafiki lakini yenye kujenga. Vita vya kibiashara vinavyoongezeka kati ya Washington na Beijing vimeshuhudia Rais wa Marekani akipiga bidhaa za China zinazoingia Marekani kwa ushuru wa 145%. China imelipiza kisasi kwa ushuru wa 125% kwa baadhi ya bidhaa za Marekani. Kufuatia miezi kadhaa ya piga ni kupige, nchi hizo mbili zinakutana huko Geneva nchini Uswisi wikendi hii kwa mara ya kwanza tangu Trump aipige China kwa ushuru mwanzoni mwa mwaka. Taarifa chache zaidi kwenye chapisho la jukwaa la kijamii la Truth Social la rais huyo wa Marekani Donald Trump ni kuwa mazungumzo yanatarajiwa kuendelea Jumapili na yanafanyika kati ya makamu mkuu wa China He Lifeng na waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent, kwa maana waziri wa fedha. Tunataka kuona kwa manufaa ya China na Marekani kufunguliwa kwa China kwa biashara ya Marekani. Maendeleo makubwa yamefanyika, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Truth Social. Hata hivyo, wakati rais wa Marekani Donald Trump alivyoweka na kuahidi kuzitoza ushuru nchi mbalimbali ulimwenguni na kusema kwamba zitaendelea kutoza ushuru, isipokuwa baadaye aliondoa ushuru huo, lakini isipokuwa kwa Uchina tu. Kutoza ushuru wa juu kwa mataifa mengine kama vile China kulikuwa na uwezekano wa kuzifanya bidhaa nyingi za matumizi kuwa ghali zaidi, wakati huu ambapo Wamarekani wengi wakapata hofu iliyoongezeka juu ya kushuka kwa uchumi wa taifa hilo. Kwa ahadi ya kupunguza deni la taifa na kusawazisha biashara ya kimataifa, Trump tayari amepitisha ushuru mkubwa zaidi dhidi ya washirika wakuu wa kibiashara na sekta muhimu. Sera hiyo tayari imekabiliwa na vitisho vya kulipiza kisasi kutoka kwa washirika hao. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ya magharibi yaliahidi kushirikiana na China katika masuala ya kibiashara na kuachana na mpango wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump, lakini pia namna nyingine ya kutafuta ushirika na uongozi wa Marekani. Lakini hali ilivyokuwa ikielekea ni kwamba nchi za kimagharibi zilikuwa zikifanya ushirika na taifa la Uchina, jambo ambalo wachambuzi wa mambo hasa wa kiuchumi wanasema ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye amekuja kushtuka dakika za jioni kuona kwamba pengine Marekani ingetengwa na mataifa ya magharibi na mataifa hayo kujiunga na Uchina kufanya biashara, na ndio sababu ya yeye kuomba kufanya mazungumzo na Uchina, na Uchina ikaona hakuna namna ikakubaliana na suala hilo la kufanya mazungumzo hayo. Na mazungumzo hayo, kwa mujibu wa bwana Trump, anasema mazungumzo hayo yanaenda vizuri sana na huenda kukawa na makubaliano maalum. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia The World News.